Kagera kwa sasa inashika nafasi ya 15 ikiwa na pointi 22 baada ya kucheza mechi 27, nyuma ya Tanzania Prison na Pamba Jiji zilizopo nafasi ya 13 na 14 zikiwa na pointi 27, ikisakwa timu moja itakayoungana moja kwa moja na Ken Gold iliyoshuka mapema ikiwa na mkiani na pointi 16 tu. Pointi 22 ilizonazo Kagera, kama itashinda mechi hizo tatu ilizonazo mkononi, itafikisha pointi 31 ambazo ni sawa na zile za msimu 2015-2016, na kikosi hicho kilipoponea chupuchupu ya kushuka daraja. Ingawa itategemeana na wapinzani wanaochuana katika kukwepa playoff kubaki ligi kuu. Msimu huo 2015-2016 Kagera ilikuwa nafasi ya 12 na pointi hizo 31 baada ya kucheza mechi 30 nyuma ya Coastal Union iliyokuwa na pointi 22, African Sport pointi 26 na Mgambo Shooting pointi 28, zote za Tanga zilizoshuka daraja kwa pamoja, ikiwa ni rekodi ya aina yake kwa timu za mkoa mmoja kushuka. Kwa msimu huu Kagera ilishinda mechi 8, sare 7 na kupoteza 15 kati ya 30 ilizocheza. Huku msimu huu 2024-2025 katika mechi 27 ilizocheza imeshinda 5, sare 7 na kupoteza 15. Jambo linalosubiriwa kama rekodi hiyo itajirudia tena au la, safari hii kocha akiwa ni Kaseja. Katika mechi hizo tatu zilizobakia, Kagera itakuwa na kibarua dhidi ya Mashujaa Mei 12 kwenye uwanja wa Kaitaba Bukoba, huku duru la kwanza zilipokutana Novemba 30 mwaka jana mjini Kigoma zilitoka sare ya bao 1-1, kisha itaenda hadi Ruangwa Lindi kuifuata Namungo siku ya Mei 21. Mechi ya kwanza kwa timu hizo kukutana msimu huu ilipigwa Disemba 11, 2024 mjini Bukoba na kumalizika kwa sare ya bao 1-1, na Kagera itamaliza msimu kwenye uwanja wa KMC kuvaana na Simba siku ya Mei 25, ikirejea Mei ya 19, 2018 ambapo Simba ilitibuliwa rekodi kwa kufungwa bao 1-0, huku Juma Kaseja enzi hizo akiichezea Kagera alipangua penati Emmanuel Okwi dakika za jioni. Katika mechi ya kwanza iliyopigwa Disemba 21, 2024, Simba ilifumua Kagera kwa mabao 5-2, na kocha Kaseja aliyepewa timu hivi karibuni alisema mechi zote ni ngumu, ila watahakikisha wanapambana hadi tone la mwisho, huku akiwataka wachezaji kutokucheza kwa hofu ya aina yoyote, kwani kwa kufanya hivyo itawaondolea hali ya kujiamini mapema. Kaseja aliyewahi kuzichezea Yanga, Simba na timu ya taifa Taifa Stars alijiunga na kikosi hicho kama kocha mkuu Machi 4, 2025 baada ya kuondoka kwa Marekani Melis Medo Februari 25, 2025 kutokana na mwenendo mbovu wa matokeo kikosini. Tangu atangazwe rasmi Machi 4, Kaseja amekiongoza kikosi hicho katika michezo 5 ya ligi kuu, ambapo kati ya hiyo ameshinda 2 mfululizo akianzia na bao 2-1 dhidi ya Pamba Jiji Machi 7, kisha pia 2-1 na Coastal Union FC Aprili 3. Baada ya hapo akapoteza michezo 3 mfululizo, akianza na kichapo cha bao 1-0 dhidi ya Tanzania Prison Aprili 6, 2-0 na Dodoma Jiji Aprili 9, kisha 4-2 mbele ya Azam FC Aprili 19, na kuzidi kuongeza presha ya kikosi hicho kama kitabakia. Juma Kaseja alizaliwa tarehe 20 Aprili mwaka 1985. Ni mwanasoka Mtanzania aliyecheza nafasi ya golikipa kwa klabu ya KMC. Pia alikuwa ni mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Mwanzoni Kaseja alitumikia klabu ya Simba na aliondoka muda mfupi tu baada ya msimu kumalizika katika umri wake mdogo. Alichezea timu ya Makongo Dar es Salaam na Serengeti Boys, timu ya vijana ya Tanzania mnamo mwaka 2000. Kaseja alijiunga na klabu ya Moro United FC. Katika kukua kwake Kaseja alisoma shule ya sekondari Makongo, alifanikiwa kucheza katika chama cha mpira wa miguu cha Makongo Dar es Salaam. Uwezo alioonyesha katika uchezaji wake ulifuatiwa na kuteuliwa kuichezea timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17. Kabla ya msimu wa 2000-2001, Kaseja alijiunga na Moro United FC iliyokuwa ikicheza ligi ya taifa ya Tanzania AT Tanzania Football. Alicheza kwa misimu 2 kabla ya kupigwa marufuku kucheza na shirikisho la soka Tanzania TFF Tanzania Football Federation. Marufuku hiyo ilitokana na kitendo cha Kaseja kwenda kushiriki Gosia Cup, mashindano ya timu za vijana huko nchini Sweden.
Baada ya tukio hilo, Juma Kaseja alijiunga na klabu ya Simba iliyokuwa ikishiriki ligi kuu ya Tanzania Bara, Tanzania Premier League. Alitumikia klabu ya Simba kuanzia mwaka 2009. Novemba 11, 2013 Kaseja alisajiliwa na klabu ya Yanga Young Africans, miongoni mwa klabu zinazofanya vizuri katika ligi ya Tanzania Bara. Uhamisho huo ulionekana kama changamoto na wengi kumtukana na ushindani na utani baina ya klabu hizo mbili. Kaseja aliitumikia timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars katika michezo ya kimataifa. Alijiunga na timu ya taifa mwaka 2001 na alikuwa mlinda mlango namba 2 wa timu. Kaseja alifanikiwa kuwa kipa namba 1 baada ya miezi michache tu, lakini aliachwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Kwa kiwango alichokuwa nacho, alifanikiwa kumshawishi kocha kutokea Denmark Jan B. Poulsen kumrudisha katika kikosi chake. Kocha huyo aliwahi kuzifundisha timu za mataifa tofauti zikiwamo timu ya taifa ya Armenia na ile ya Singapore. Baada ya kurudishwa katika timu ya taifa, uwezo wake ulitia wengi shaka baada ya kupata matokeo mabaya. Inayokumbukwa zaidi ni dhidi ya timu ya Morocco. Katika michezo mitatu ambayo yote Tanzania ilipoteza, alifungwa jumla ya magoli 7 katika mashindano ya Sekafa ya mwaka 2010 Sekafa Cup ambayo Tanzania walikuwa wenyeji. Kaseja alisaidia Tanzania kushinda taji la mshindi wa 3 baada ya kuifunga timu ya taifa ya Ivory Coast. Uwezo wa Kaseja ulifadhaisha wengi katika michuano ya Sekafa ya mwaka 2012 Sekafa Cup. Katika mchezo wa nusu fainali dhidi ya timu ya taifa ya Uganda, Kaseja alifanya kosa lililogharimu timu baada ya kushindwa kuokoa mpira uliochezwa na Roberto Sestogo. Na hii ni Sport Mtaa TV. Mtazamaji wetu, endelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu kutoka hapa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania kwa habari kemkem za michezo.